Dominic Salamba, habari za wakati huu kaka? Mimi niko vizuri kabisa. Bana, kama Tanzania tulipata testi nzuri kweli kweli. Miongoni mwa timu ambazo zimefanya usajili mzuri ni Singida Black Stars na Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini baada ya mchezo kutamatika na Simba kupata ushindi mwembamba wa bao 1-0, malalamiko ya baadhi ya wadau wa soka yamekuwa ni kwa waamuzi. Tafsiri sahihi ni kwamba waamuzi hawakutenda haki kwenye mchezo husika. Dominic Salamba ni mtaalamu kwenye uchambuzi wa mpira wa miguu, lakini pia ni mwanafamilia wa mpira wa miguu. Nataka maoni yako kwenye hiki ambacho kinazungumzwa na baadhi ya wadau wa soka. Kwanza nafikiri ingefika hatua tungeachana na mjadala wa waamuzi. Okay. Kwa sababu imefika hatua badala ya kujadili kwa maana ya pengine kuna third party ambayo inaweza kwenda kusikiliza na kuweza kutoa maamuzi, tunakuwa tunaujadili ni kama wanasema watu mjini, ni kama tunawapigia promo sasa, ili waendelee kufanya yale ambayo wameendelea kuyafanya. Okay. Kwa hiyo nafikiri ingefika tu hatua tuache, ili pengine kuna kitu nyuma ya pazia ambacho wenye mamlaka zao na mpira ambacho pengine wao wanakiona, sisi tunakuwa hatukiona. Kwa hiyo wakati mwingine ni kama tunawatikisa hivi, kwa sababu ni matendo ambayo si mara moja, si mara mbili watu wamekuwa wakizungumza na mifano. Na uzuri mpira wa kisasa tofauti na mpira zamani. Zamani ilikuwa tunasoma kwenye redio ambapo bwana timu impendelewa, goli liko offside. Lakini sasa hizi kuna vitendea kazi vingi sana vipo, kwa maana ya tunashukuru Azam Media wamekuwa mstari wa mbele kuweza kukuza na kuleta msimuko. Kama sio hamasa kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo kuna marejeo, unaweza ukaenda ukapitia kila mechi ikichezwa. Lakini pia kuna teknolojia ambayo inaweza kufanya ukaweza kuyafanya yale matukio yaweze kuwa slow, inaweza kuwa taratibu, yani kwa mjongeo yake ili uweze kuona. Kwa hiyo na watu wengi wamekuwa wako aware kwa sababu vipindi mbalimbali, wacha uchambuzi, makala mbalimbali, vipindi vya kiufundi ambavyo vinazungumzia sheria. Kwa hiyo watu wengi ambao wanafuatilia tasnia ya mpira wa miguu maana yake wanafuatilia. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamekuwa yanakera, lakini sio kukera tu, yanachafua taswira ya mpira wenyewe. Imefika hatua inasikitisha kuweza kuona maamuzi. Afu imekuwa ni kitu ambacho kila inapotokea mechi ya Simba dhidi ya timu nyingine, ndio hizo chaos unazisikia kwa sehemu kubwa. Kila saa why kama hicho. Kwa nafikiri kama ambavyo zilitoka kauli zile za kwamba hakuna haja ya kuwa na ligi tu ya klabu bingwa wala vitu vingine, watu wapewe bingwa. Basi kama Simba hakuna sababu. Sasa kuna sababu gani ya kuwa na mechi ya mpira au unapanga waamuzi, makamishi na watu walio viingilio wakati tayari matokeo yanafahamika? Kwa hiyo ile swala kama mpira una matokeo matatu, kwetu tulishabadilika katika ligi yetu. Kama kuna timu zikicheza matokeo tokeo hili moja. Lakini pia ukifuatilia hata kauli ambazo zilikuwa zikitoka, nilikuwa nafuatilia interview ya miongoni mwa watu wa benchi la ufundi, ukisoma ile kauli inakwenda kutafsiri hiki kwamba ni lazima tupate alama tatu, lazima yani kwamba ni lazima alama tatu. Kwa hiyo kwa namna yote sasa, kwa nafikiri imefika hatua, nafikiri tu ni badala ya kuanza watu wanaingia gharama, timu inatoka Singida, kambi inaweka, inakuja inachukua hoteli, inalipia nje mazoezi, inacheza mwisho siku wajua na kwenda kupoteza alama tatu. Hatukatai, unaweza ukaja ukapoteza alama ni kwa kile ambacho unacho, lakini katika mechi ya jana, to be honest, Simba kuizevu kushinda mechi ya jana. Inawezekana pengine kwa sababu nyingine walikuwa na uchovu, sizungumzia hayo, fatiki ya mechi ya kombe la shirikisho finali, sizungumzia, lakini baada ya kuja kiwanjani maana yake walikuwa wako tayari kwenda kushindana. Lakini kwa aina ya mpira na maamuzi yanayofanyika hawakudeserve kupata alama tatu. Ndio nasema kwamba ni muendelezo wa alama nyingi ambazo wamezikusanya ambazo zikustahili kuwa kwao. Lakini Dominic Salamba, baadhi ya wadau wanasema ni kweli mwamuzi hakuwa sahihi, lakini miongoni mwa matukio ambayo yalifanya asionekane kuwa sahihi ni matukio ya Jonathan Soa. Kwa maana kipindi cha kwanza anashamuka la boy ilikuwa penalty, lakini tukio la pili ni kipindi cha pili pia ilifanywa na Shefondo Malone ilikuwa penalty. Lakini wanaona pia kuna pressure kubwa sana, huenda ndio maana ikapelekea matukio mawili makubwa ya kutoona kwa ufasihi kulingana na ukubwa wa hizi timu. Lakini wanasema kwenye matukio mengine kadha wa kadha alijitahidi kuamua kwa usahihi mkubwa mno. Kwako unaiona hii? Ama pia ukiondoa hayo, yapo pia mengine ya ovyo ambayo ilifanyika kwenye mchezo husika? Mpira wa miguu ni mchezo ambao una stimulate, unachochea magoli. Ndio maana kuna adhabu nyingi kali ambazo zitaenda kutokea ikiwa mtu anasababisha goli lisifungwe. Kwa hiyo raha na furaha ya mpira wa miguu ni magoli. Sawa, ndio kitu kikubwa kwenye mpira. Na maana unaambiwa ni afadhali, sawa, mwamuzi halikatae goli halali kuliko
kumpa mtu goli lisilo la halali. Unaelewa? Yaani ni afadhali ukatae goli la halali kuliko kutoa goli ambalo halikustahili kuwa goli. Yes. Kwa jambo la pili kwamba ukisema alikuwa na pressure ya nini? Mpira wa miguu unaongozwa na kanuni na sheria. Ndio. Ndio ambacho kilitoka mechi ya finali. Yaani Singida alideserve kupata penalty. Ndio. Sawa. Hasa mambo ya pressure ni nini? Hasa utakuwaje timu kubwa kama utakuwa uwezi kuhold pressure? Okay. Utapataje mafanikio ukiwa uwezi kuhold pressure? Kwa nafikiri tu ni maamuzi ambayo aliamua. Na wakati mwingine wanatumia nafasi hiyo kuweza kubalance. Kuna kipindi itakiwa atoe red card kwa mchezaji wa Singida, nafikiri ni Kevin Nation. Haitakiwa. Ila aliacha makusudi ili kubalance ile kana ambao kunako nifanye nini niliacha pia. Kwa hiyo wanakuwa na hizo akili ambazo kimsingi hazisaidii, ni aibu. Yaani ni aibu kuweza kuona kwamba tunafikia hatua kuwa na waamuzi kama hao. Alafu wanajifili proud, unatolewa na msafara wa walinzi. Unaweza kama vile ni yeye. Yaani nafikiri tukutoka sehemu mbaya. Nafikiri kuna haja ya kwenda beyond hizi. Watu lazima wafike tu wapige kelele na ikiwezekana hatuweze kuchukuliwa kwa sababu ni hatari. Naona hii ni hatari, itafika hatua watu watashindwa kuvumilia hivi vitu. Kwa sababu hili havina maana. Leo tunasema ni timu kubwa, sasa timu kubwa. Sisi tunataka tuone timu kubwa uwanjani. Ndio. Tuone uwanjani. Kwa mpira ucheze, matokeo fanye nini? Yapatikane. Lakini mambo kama of course ya disappoint. Kwa hiyo mimi binafsi nataka hata kuyazungumzia. Imekuwa sasa ni too much. Tumezungumza waamuzi kadhaa, wakina Kefa Kayombo, wakina Tumarogo, wakina Suinani, wengi bado wanapewa mechi ni pale pale. Na sasa ni ile moja. Sasa sijui Salamba, unafikiri labda makosa ya waamuzi pia alichangia kwa kiasi kikubwa sana kumtoa mchezani Jonathan Soa? Kwa sababu dakika za mwisho kabisa Jonathan Soa alionyeshwa kwamba alipigwa na baadhi ya mashabiki, lakini naye pia alireact kwa maana alishindwa kuvumilia. Ziko chupa kadhaa ambazo nyingine kwa mujibu wa picha mjongeo zinaonyesha zilimpiga kwenye kichwa na aliumia na yeye kutumia hasira kwenda kuchomoa kibendera kutaka kujibu mapigo. Unafikiri hili tukio ni kwa sababu tu ya mashabiki wa Simba kuamua kufanya vile, ni tabia ya Soa, ama kile ambacho mwamuzi amekifanya kiliharibu pia saikolojia yake na yeye kufikia huko ambako alipofikia? Kwanza nafikiri tunakoelekea kama mamlaka kwa maana serikali haitachukua hatua ikibakia kusema kwamba tu yeye aingilie michezo, basi bado tutakuja kujilaumu sana. Nazungumza leo kama mamlaka za kiserikali zitashindwa kuchukua hatua kwa kivuli cha kwamba hawaruhusi kuingilia mpira bila kujua kwamba athari ya mpira inakwenda kwa maisha ya kawaida, ni kitu cha hatari sana. Na hizi kauli zilianza kuzungumzika na zimeanza kuwaingia mashabiki wa Simba. Walizungumza viongozi kwenda mechi ya finali, maneno ambayo katika ile kawaida itakiwa yatolewe kauli ya kuyapinga na kuyalaani vikali. Wakaja wakati wa mechi ya finali kombe la shirikisho, tukaona wakicheza jezi na kupiga baadhi ya mashabiki ambao picha zilikuwa za tafakaa, watu wakiwa wameumia katika ile mechi. Jana mechi wao kwa nyumbani wanaingia na vitu vya hatari kama chupa na kuweza kumpiga mchezaji, lakini hautasikia kitu mpaka mtu anaamua kuchukua sheria. Yeye hakuwa sahihi kuweza kuchukua sheria mkononi, lakini je, yeye kutokuwa sahihi, hizo mamlaka husika nini kingefanya? Sio, unaelewa? Yeye hakuwa sahihi kuweza kuchukua kile alikwenda kujibu kureact baada ya kuwa amepata hiyo kadhia. Lakini hata siku asinge react, wenye mamlaka wanasema nini? Hakuna. Hata ifika tu mashabiki wa Simba ni kama wamepewa baraka sasa za kufanya chochote wanachokitaka. Sasa hii kitu ni mbaya. Ndio. Hii kitu ni mbaya, yani tusiangalie katika hiyo context ya mpira tu. Ni kitu kibaya hasa. Kwa sababu hao watu wafanye vitendo, lakini wote tunaishi mtaani. Tunakaa maeneo pamoja, tunafanya kazi pamoja. Sasa chuki ambayo tunakwenda kuipatiliza nafikiri ni hatari zaidi katika mpira wetu. Ni hatari sana. Lakini imeendelea kuachwa, imeendelea kunawili, na itafika hatua itakomaa, na siku kuja kuzaa hatutaweza kumjua nani ambaye ametufikisha katika hati. Nini kifanyike Dominic Salamba ili tuponye mpira wetu, hasa kwenye maeneo ambayo yanaonekana dhahiri shahili kama bingwa hivi yanaandaliwa na watu wenye mamlaka ya mpira wetu? Nini kifanyike tuyaponye haya? Hatuwezi kufanya nini kifanyike wakati wanaofanya ndio waendelee wapo na wanafanya yale. Sasa utafanya nini? Ni changamoto. Yaani utafanya nini sasa? Nini kifanyike kwa watu ambao kila siku wanaambiwa hayo na ndio kwanza wanajia kiburi na kuzidi kufanya katika staili ile? Sasa utafanya nini? Kwa hiyo iendelee tu. Kama wenyewe wameamua waendelee, hiyo ni kama tu yani ni utaratibu wa kawaida, yani formalities. Kwa mechi yapange tu waendelee, wafanye siku wakabidhi, basi kisha endelee kwa sababu wameamua. Sasa hata ukisema unashauri nini wakati wao ndio wenye mamlaka na huko unaambiwa kwamba serikali haingilii mchezo?
Sawa. Basi tubakie pale pale tu. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.